Game time tuonavyo sisi. You cannot, huwezi kumdhibiti Lionel Messi. Kwa bahati mbaya sana haiwezekani kumdhibiti Lionel Messi. Wengi wamejaribu na haijawezekana. Game time tuonavyo sisi. Safari ya takriban mwezi mmoja na siku 10 inakwenda kutamatishwa na mataifa mawili, timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Hii ni fainali ya kombe la dunia ya mwaka 2026. Nini ambacho kitakwenda kutokea? Hispania atakwenda kumfunga timu ya taifa ya Argentina na kuirudia historia yake ya mwaka 2010, ama timu ya taifa ya Argentina itakwenda kuendeleza pale ambapo walipoishia katika kombe la dunia la mwaka 2022. Hilo ni jambo la kusubiri na kuona. Pia Lionel Messi anazidi kuendelea kuweka rekodi nyingine. Ni rekodi gani hiyo? Basi tutakwenda kuisikia ndani ya Game Time. Na leo Game Time inakujia moja kwa moja kutokea hapa Mwenge jijini Dar es Salaam katika duka la 45 Minutes Store. Ukitaka wakali wa jezi basi nenda kaone 45 Minutes Store. Na leo hii nahodha wako wa kipindi nitakuwa mimi Rashid Mfaume. Pia sitokuwa peke yangu, nitakuwa na nguli wachambuzi hawa wa masuala ya soka, bwana Muruo King, Masoud pamoja na Skills Sensei. Mabwana, mambo vipi? Bwana fresh. Sio nguli lakini. Sio nguli. Umekataa. Amekataa nguli. Mimi ni shabiki tu. Shabiki nguli. Basi tutengue kauli. Niko na mashabiki nguli. Shabiki. Yeah. Sahihi. Shabiki wa England. Wapenzi wa football. Wapenzi wa football. Yeah. Wapenzi wa football. Hatua ya nusu finali imeweza kutamatika. Sasa tunakwenda kwenye finali. Kwanza kabla hujafika kwenye finali, tuangazie kidogo hii michezo ya nusu finali jinsi ilivyokuwa. Mchezo wa kwanza wa nusu finali ulikuwa ni kati ya timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Huu mchezo naweza nikasema umewastaajabisha watu wengi kwa sababu watu wengi hawakuipa nafasi timu ya taifa ya Hispania kwenda kumfunga timu ya taifa ya Ufaransa. Bwana Skills, kwa kuanzia hapo, timu ya taifa ya Ufaransa walifeli wapi? Ama timu ya taifa ya Hispania wapi ambapo waliweza kufaulu kwenye ule mchezo na kupelekea timu ya taifa ya Ufaransa wakapoteza kwa mabao 2-0 dhidi ya Hispania? Kusema kufeli na kufaulu, hiyo itakuwa ni lugha kidogo ngumu kwa kazi wanaofanya wale makocha wawili, Deschamps pamoja na De La Fuente. Cha kuzungumza ni labda aliyeweza kuchanga karata zake vizuri ndo aliweza kupata matokeo, ambapo alikuwa ni De La Fuente. Alienda kucheza kama yeye, hakuingiwa na uoga, anacheza na timu ambayo ina watu wengi wanaoshambulia, watu wengi wanaofunga, kwa sababu ukitaja timu ambayo ina ma strikers au forward ambao wana magoli mengi, basi utamgusa Dembele pamoja na Mbappe. Lakini Spain wakastiki kwenye filosofi zao za kuchezea mpira muda mrefu. Ni jambo la kushangaza kweli kuangalia mechi kati ya France na Spain, alafu dakika 90 Ufaransa wanakuja kupata shot on target moja baada ya dakika 93. Unaona kabisa ni jinsi gani Spain walikuwa compact, walikaa na mpira muda mrefu kama kila mtu alivyotarajia. Lakini all in all ni kwamba De La Fuente apewe maua yake, kwa sababu alichokifanya ndio kilihitajika kufanya kwenye mechi hiyo, na labda Deschamps kuna baadhi ya vitu alishindwa kuvifanya kama kocha au wachezaji kuexecute kile alichowatuma uwanjani, ndio kapelekea wao kutoka. Swali, kocha De La Fuente alifanya homework yake vizuri dhidi ya timu ya taifa ya Hispania, kwa sababu tunaona kwenye ule mchezo timu ya taifa ya Ufaransa ni kama waliingia kwenye mchezo wa Hispania namna walivyokuwa wanacheza, kwa sababu tumezoea timu ya taifa ya Ufaransa wao mpira wao ni direct sana, lakini kwenye ile mechi tumeona Ufaransa ni kama nao walikuwa wanacheza pasi fupi fupi. Tunaweza tukasema kocha De La Fuente alifanikiwa kwenye upande wa kimbinu. Unaweza ukasema hivyo, lakini kama alivyosema Skills, Spain hawakucheza, walistick kwenye kile wanachokifahamu kwa muda mrefu. Walistick kwenye system yao ya uchezaji ambao ni kukaa na mpira tu muda mrefu. Unakutana na timu ambayo inakaa na mpira muda mrefu, wewe ndo kazi yako ni kukimbiza mpira, sio jambo rahisi. Kwa hiyo inawezekana kweli alichanga karata zake vizuri, lakini nadhani
walishikilia namna ya wao wanavyocheza mpira. Hawakutaka kucheza namna yoyote nyingine yote, kwa sababu tu wanakutana na France ambayo ina wachezaji wengi wazuri ambao wanaweza wakakudhuru. The only way ya kuweza kumfanya mpinzani awe frustrated ni kumfanya asiwe na mpira, na ndicho walichokifanya. So dakika 90 zilikuwa ni kama kumtembeza mbwa kwenye park. So yeah, walikaa kwenye namna ya wao wanavyojua wanavyocheza, wakaweza kupata matokeo, na nadhani ni kitu kigumu sana kucheza na timu ya namna hiyo. Bwana Muru, kutoka kwa Saliba kulipelekea kuharibika kwa mpango kazi wa timu ya taifa ya Ufaransa? Unaweza ukasema hivyo, kwa sababu kocha anavyoanza, na mara nyingi kama sio mara zote, kuna wachezaji ambao kocha huwa hajiandai kucheza bila wao, na mara nyingi kama sio mara zote, makocha wengi huwa hawajiandai kuanza na kipa tofauti pamoja na mabeki. Wachezaji wa mbele, nikisema mbele na maanisha viungo pamoja na washambuliaji, those you can change anytime. Kocha yoyote anaweza akawabadilisha saa yoyote ili kuendana na narrative ya namna anavyocheza. Kwa hiyo tutakuwa sahihi kabisa tukisema kwamba kocha Didier Deschamps hakujiandaa kucheza ile game bila Saliba, na unaona kabisa jinsi ambavyo Rolls Royce defender alivyoondoka, mambo yalivyobadilika, na kocha alilazimika kucheza tofauti kabisa na namna ambavyo alikuwa amepanga. Kwa hiyo ni sahihi kabisa tukisema kwamba baada ya hapo mambo yalibadilika. Wanasikilizi, nusu finali nyingine ilikuwa ni kati ya timu ya taifa ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya England, vijana hawa wa Malkia. Kwenye episode iliyopita, miongoni mwa watu ambao walimzungumzia kocha wa timu ya taifa ya England ulikuwa ni wewe hapo. Ulizungumza kwamba kocha wa timu ya taifa ya England anawaheshimu sana wapinzani kiasi kwamba inapelekea kuharibika kwa mpango kazi wake. Na jana tumeona dhidi ya Argentina, baada ya kupata bao, timu nzima ilirudi nyuma, akaanza kufanya sabu. Watu wengi wanadai kwamba zile sabu alizozifanya ndizo zilipelekea kuharibika kwa mpango kazi, na hatimaye Argentina wakaibuka na ushindi wa goli 2-1. Kwako unazungumziaje? Thomas Tuchel ndo aliharibu mpango kazi wa timu yake yeye mwenyewe? Kama nilivyosema awali kwamba Tuchel ana tabia ya kuheshimu sana watu wanaokaa na mpira muda mrefu au wanaocheza mpira sana. Mpira ulianza kwa physique ambayo ndo kila mtu anatarajia mpira uwe vile, watu wagongane, watu waonyeshe uwezo na nini. Ilikuwa bonge moja la game. Lakini game ilianza kuharibika baada ya Uingereza kupata goli. Haikuharibika kiplay, lakini iliharibika kisubs baada ya Tuchel kuhisi kwamba kulingana na dakika zilizobaki 20 au 15 basi wanaweza wakashikilia bomba mpaka mpira utakapoisha. Lakini kama tunavyojua, yeyote ambaye anaweza kufanya sabu zenye changes ndo yule ambaye ataonekana ni fundi zaidi. Huenda Tuchel zile sabu alizozifanya zingeweza kushikilia bomba mpaka dakika 90, tungemuona Scaloni kashindwa kufanya kile ambacho kinahitajika kushinda, kwa sababu mtu kazuia. Kwa nini usiweke strikers ambao wanaweza kukupatia goli? Lakini bahati haikuwa upande wa Uingereza, kwa sababu baada ya kupata goli lazima ujilinde. Na Uingereza amepata goli kipindi gani? Uingereza amepata goli kipindi yeye ndo anashambuliwa, yeye ndo akae na mpira muda mrefu, yeye ndo anakoswa mara nyingi. So baada ya kupata goli akasema at least nilinde nilichokuwa nacho. Lakini Scaloni baada ya kufanya sub 3 tu, aliondoa mabeki wake wawili wa kushoto na kulia, akaja akaondoa beki mwingine tena, akaongeza midfielder 2, akamuongeza Lautaro Martinez juu. Basi mpira ukabadilika. Mpira ukubadilika sana, lakini mpira wa kuingia kwenye box ukabadilika mara nyingi baada ya Messi kutoka upande wa kulia zaidi. So siwezi kumlaumu sana Tuchel kwa sababu aliamua kulinda alichokuwa nacho kuliko kupoteza kila kitu. Lakini mwisho wa siku Scaloni akamoutshine tena kwa mara nyingine, kwa sababu so mara ya kwanza Scaloni anafanya sabu zinampa matokeo. Hata game ya Egypt ilikuwa hivyo hivyo, game ya Switzerland ilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo Scaloni ameendeleza kile anachokipata. Siwezi kutupa lawama moja kwa moja kwa Tuchel kwa sababu ni mchezo wake kuanzia akiwa na club. Vile vile ukiangalia game against Norway, baada ya kuongoza goli 2-1, nini alikifanya? Kuingiza, kuzuia at least alichokuwa nacho. Lakini all in all Argentina ina Messi akaamua tena mechi nzima. Masud, kwa
walichokifanya timu ya taifa ya Argentina kwenye kombe la dunia la mwaka huu la mwaka 2026. Ni sahihi tukisema Argentina ndio mabingwa wa comeback kwenye kombe hili la dunia la mwaka 2026? Well, wameweza kuonyesha ni namna gani ambavyo wanaweza kurecover kutoka kwenye nyakati ngumu, sio mara moja, na jana wamefanya tena kwa mara nyingine, nadhani almost mara 3 sio mara 4, you know. So hiyo inakupa taswira ya mabingwa, kwa sababu that's how champions wanavyotakiwa wawe, kama Bruce Lee. So yeah, hivyo ndivyo namna mabingwa wanavyopaswa kuwa, lakini kuna namna ambayo sikiza ameongea vizuri. Kuna namna ambavyo makocha wanapeleka ujumbe kwenye timu bila kusema chochote sometimes, kwa sababu unapokuwa unaongoza goli moja alafu kwa sababu unaona labda flanks za timu pinzani zinakuwa zinakuja sana, so utataka unafanya substitution ambayo labda unamuingiza mchezaji ambaye ni defensive minded, yeah. Alafu ghafla mnaanza kucheza, let's say mlikuwa mnacheza 4-4-2, 4-3-3, then mnaanza kucheza na mabeki watano. Hiyo inakuonyesha bila hata kuambia wachezaji kwamba okay, labda mwalimu anataka sasa tulinde hichi tulichokuwa nacho, you know. Inatokea na unapofanya hivyo sasa kwa timu ambayo ina Messi, timu ambayo ni mabingwa wa dunia, unawapa nafasi ya kuwakaribisha kukaa kwenye hafu yako kwa muda mrefu. Nafasi ni chache sana, asilimia ni chache sana za wewe kusema utapiga counter attack na kupata goli, lakini kuna asilimia zaidi ya 70 mpaka 80 za wao kukufunga, kwa sababu watakulazimisha ufanye makosa. Kuna set pieces, kuna penalties, you know, kwa sababu muda wote wako kwenye eneo lako. Kwa hiyo mambo kama hayo yanaweza yakatokea ndio akamfanya kocha akaonekana ni genius au akaonekana ni zwazwa. So Tuko wamefanya mara kadhaa substitution ambazo zimeleta matokeo England kuendelea kusonga mbele. Jana haikuwa hivyo, and that's football. Bwana Muru, kwa kumalizia kwenye mchezo huo, kwa alichokifanya kocha Thomas Tuchel wakati timu ya taifa ya Argentina wanafanya mabadiliko, wao waliongeza mshambuliaji, lakini Thomas Tuchel yeye aliongeza walinzi. Namna mchezo ulivyokuwa unaendelea, alichokifanya kocha kilikuwa ni sahihi kwa upande wa timu yake? Yeah, siwezi kusema sio sahihi moja kwa moja, kwa sababu kama alivyosema Mswahili, kocha amefanya hivyo mara nyingi, na mara nyingi kama sio mara zote imemletea matokeo. Hii inanikumbusha mechi ya Manchester United dhidi ya Arsenal almost miaka 15 iliyopita. Sina uhakika wa tarehe mwaka specific, lakini Arsene Wenger alikuwa na Arsenal akiongoza goli 1-0 dhidi ya Manchester United, na kama dakika around ya 55 akamtoa beki mmoja akamuingiza Sol Campbell, na baada ya hapo Manchester United wakaitumia ile nafasi kwa Sol Campbell. Mind you, hapo Sol Campbell tayari alikuwa umri umeshaenda, Waswahili wanasema maji ya jioni. Na Manchester United wakaitumia hiyo nafasi wakasawazisha 1-1 na mechi ikaisha 2-1. Kwenye press alivyoulizwa, Arsene Wenger akasema nimefanya substitution zaidi ya 10,000, nimesimamia mechi zaidi ya 1,000. Sidhani kama ni sahihi kwa mtu yoyote kunifundisha mimi namna ya kufanya substitution. So ni ngumu kwa mimi kusema kwamba ni sahihi ama sio sahihi, lakini it was a natural reaction. Natural reaction ya Thomas Tuchel wakati ule ni kuongeza ulinzi ili aweze kulinda alichokuwa nacho. Lakini in the other hand, natural reaction ya Scaloni ni kuongeza mashambulizi, kwa sababu yeye ana trail from behind, na tumeona kwamba hili limempa matokeo Scaloni, kwa sababu alivyoingia Gonzalez, alimuingiza Rodrigo de Paul, baadaye akamuingiza Lautaro Martinez, mambo yalibadilika kabisa, na unaona kabisa jinsi ambavyo timu ilikuwa inaendeshwa na Lionel Messi. Messi alisimama sehemu moja ambayo ndio hiyo magoli yote mawili yalitokea upande huo mmoja. Alipiga ya kwanza, Enzo akapiga goli, akapiga ya pili,
Lautaro akapiga kichwa and that was the end of it. Kwa hiyo whether tuseme alikosea au alipatia, kitakachojalisha hapa ni matokeo, kwa sababu kuna wakati alifanya hivyo matokeo yakapatikana. Lakini tunachokiangalia zaidi hapa ni kwamba unafanya hivyo dhidi ya nani? Wale vijana wa Argentina ni vijana hatari sana, na nadhani ile inaweza ikawa case study ya watu kutokufanya hivyo tena, kwa sababu the moment ukikaa ukasema unajilinda dhidi ya wale wote wanaacha kukaa kwenye lane yao au kwenye zone yao, wanakuja kwako na story inakuwa hapo. Kwa hiyo that's my few cents kwenye hiyo sehemu. Game Time, tuonavyo sisi.